الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له. هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا. وسلم عليه وعلى صحبه الطيبين الطاهرين وآله الأطهار ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tumesimama jana katika aya ya 22 بعد kusoma aya 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. hii ndio siku ya nini? Siku ya hukumu, siku ya kutengua haki mbali wa batili mbali, watu wa motoni mbali, wa peponi mbali. يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاته هو الآن وفي هذا المكان في الأرض المحشر، أرض مكسانيك وتوتي وإذا بالساهرة. هنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. hii ndio siku ya kuchagua waumini waende kastarehe na waovu waende wakaadhibiwe. هذا يوم الفصل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. jitengeni mwembali na watu wa kheri. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. واحشروا الذين ظلموا، وكسنيني وليظلموا الذين ظلموا وأزواجهم والشبيه لهم. nasema hapa sio azwaji, ni kwamba nini? wake zao. Sio sharti kwa wake zao. Inaweza kuwa inapokuwa wazee wao inakuwa kesi kama nini? Abu Lahab na mkewe Imratu hamalat al-hatab. Kwa sababu inaweza kuwa mume ni mwema na mke ni mwovu, kuna motoni. Au ikawa mke ni mwema na mume ndio kupeleka motoni. Na inaweza kuwa wote wanakwenda motoni pamoja. Na iko wote wanakwenda motoni pamoja na wako aina moja dhambi zao wanazofanya, au inakuwa shabiha lahum fi dhunub wal maasi. Washuru alladhina wakusanyeni wale waliodhulumu. يوم الحشر kwanza ni nini? Ni kusanya wote kutoka makaburini mpaka kwenye ardhi al-mahshar. Alafu kukusanywa waumini peke yao mbali, alafu kukusanywa waliokuwa waovu. Sasa kukusanywa waovu ndio huu ahshuru alladhina dhalamu, wasichanganye na wale wema. Ahshuru alladhina dhalamu wa azwajahum, na wenzao waliokuwa kama wao. Madhalimu aina moja, wenye fiski aina moja, zinatu wenye kuzini aina moja, makafiri wa ushirikina aina moja, wenye kudhulumu watu katika mali aina moja. Kwa hivyo
itakuwa astaghfirullah, itakuwa kama wale ambao wa karne ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karne zake, kaumu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu aina fulani wa maasi hao, na karne zilizo kabla waliofanya dhambi kama zile, washirikina ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washirikina umma Musa, washirikina hao wote aina moja, kae pembeni pamoja, au kila umma na watu wao. Allahu aalam, inaweza kuwa hivi, inaweza kuwa hivi, lakini azwaji, zauji ni kitu ambacho nini, partner, mwenziwe, yenye kushabiana naye. Na unapoona azwaji inakuwa kila mmoja katika wale wawili, each one of the pair. Mara nyingi lisema jozi mbili pamoja, si kwa lugha nyinginezo, lakini kwa Kiarabu azwaji kila mmoja zauji. 8 azwaj, 8 azwaj من الضأن 2 ومن الإبل 2 ومن المعز 2 فيبقوا hawa wa mbili kila moja peke yake. Kwa hivyo wanasema 8 azwaji, alafu wametajwa 8 wote. Kwa hivyo kila mmoja katika pea ni azwaji. Ashhadu dhalamu wao wa azwaji, na walikuwa shabihi na wao, au walikuwa nini, wake zao waliofanya makosa iko kama yao. Lakini zaidi wamechukua tafsiri mufassirin, wale wenye aina moja dhambi, fusaqa, yani zuna, wenye kuzini aina moja, wenye kula riba, wenye kufanya liwat, wenye kunyang'anya watu, wachinjaji watu, kila maasi aina fulani, kwa washirikina wenye kuabudu aina fulani ya ibada ambayo sio ibada ya Mwenyezi Mungu. Hawa tena si peke yao azwaj, hata katika tunaposoma, tumesema jana katika sura tunaposoma idha shamsu kuwirat, nasema idha nufusu zuwijat, azwaji idha nufusu zuwijat, na nafsi zilizopotiwa pamoja na zuwijat, pamoja na nini, na miili yao. Zawji lakwa kila mmoja tafuta mwenziwe, nafsi ya kiwilichi inakwenda pale pake. Inaweza kwa hivyo pia watu wazwajum na roho zao zichanganya na miili yao, Allahu aalam. Inaweza kwa hii na hii na hii pamoja zote, maana wazwajum wama kanu yaabuduna, aina tatu tena wao, alladhina dhalamu, na dhalamu hapa waliodhulumu kwa kila aina dhulma. Ushirikina ni dhulma, inna shirka la dhulmun adhim, na dhulma kudhulumu watu haki zao, kujidhulumu nafsi zao wao kwa kwenda kufanya kufuru na maasi ya kila aina. Alladhina dhalamu min kulli ajnas, aina zote za dhulma. Walladhina dhalamu alladhina yastahiquna an-nar, sio manake wenye kustahili kwenda motoni. Walladhina dhalamu sio peke yao tu, la wa azwajahum, aina zao pia wenzao, pia sio hao tu basi. Alafu tena wama kanu yaabuduna min dunillah, na wale walikuwa wakiabudu pia, wama kanu yaabudun min dunillah fahduhum, hapa nimeitenga dunillah, fahduhum ila siratil jahim. وعشر الذين ظلموا هي موجة، وأزواجهم نيوبيلي وما كانوا يعبدون من دون الله وتاتوا أين تاتوا المتاجة فبسي فهدوهم إلى صراط الجحيم. أي نسمى سماما نيني وما كانوا يعبدون سوا، هذا نسمى من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني آية هي نزل كيسوما في احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ileta aya safi, mwisho aya unasimama isi na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusoma ukisimama katika mwisho nini, mwisho aya anza kutafakari kuhusu aya hii inasema nini, hajatosha. Halafu min dunillahi fahdum ila siratil jahim, ndio kutafakari. Ikiwa katika aya ya pili kuna mambo yanayohusu aya mwanzo, qiraa ya pili unaruhusiwa kusoma.
somanini kuchanganya aya mbili, wama kanu ya'buduna min dunillah. Umeshapata maana hiyo aina ya tatu, wama kanu ya'buduna min dunillah, na wale walikuwa kuabudu ghairi Allah, ikiwa masanamu, ikiwa wanyama, ikiwa nyota, ikiwa mwezi, ikiwa jua, ikiwa bahari, ikiwa chochote, binadamu wenzake. Watu wanaabudu binadamu wenzao, sio? Firauni kasema Mungu, watu wakanamwabudu, sio? Kwa hivyo ibadat mbalimbali, wanaabudu shetani, wanaabudu malaika, wama kanu yaabuduna, yani malaika walikuwa wakiabudiwa watasogezwa mbele yao, walikuwa wakimwabudu Isa watasogezwa, waambiwe anta qulta linasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, qala subhanak, anakata wewe umeambia watu waabudu wewe na mamako miungu na nyie pia ghairi Allah, qala subhanak ma yakunu li an aqula, sio mimi wa kusema haya, ma laysa li bi ilm, kusema msiko na ilmu. Abana subhanaka, wewe utakasika Mungu peke yako kuabudiwa. Vipi nitasema hivyo mimi? In kuntu qultu faqad alimta, ingekuwa nimesema ungelijua. Bimaana kwamba mimi nakuuliza uwasute hao walikuwa wakikuabudu, ujitetee nafsi yako, au sivyo? Mimi najua yote hayo, lakini ujitetee, sema sijaambia. Hata hivyo mwisho naomba in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, kama utaadhibisha hawajako wenyewe, antaghfir lahum wa tarhamhum fa innaka antal azizul hakim. Lakini ukiwa ghufiria na kurehemu, wewe ndio mwenye nguvu zote, hakuna anaweza kukwambia kitu, na mwenye hikma, utasarraf kila kitu kwa upendavyo mwenyewe, sio? Na hivi subhanallah, tazama namna gani mitume walivyopewa nini nafsi ya rehma, harisun ala umamihim, walikuwa wanachukua jitihada kubwa sana kwa watu wao katika umma zao. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, yale yanokujieni mambo mashaka mlikuwa nayo kwake, anabeba kwa uzito mkubwa kama kompani yake, kama kwamba baba anavyoshughulikia mtoto wake. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum, hirsi yake hataki hata mmoja aingie motoni, anataka watu wote waamini. Bilmu'minina rauf rahim, rafa wa rehma, upole na rehma mwingi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa min dunillahi ghairi Allah, pia kila sanamu na kila kilichokuwa kikiabudiwa watakuwa pamoja nao. Wahshuru, wakusanye, alladhina dhalamu, waliodhulumu, wa azwajahum, na wenzao, wama kanu yaabuduna, na wale waliokuwa wakiabudu min dunillahi badala ya Allah. Fahduhum fadulluhum, waonesheni njia. Fahduhum, waongozeni njia. Basi njia wapi? Ila siratul jahim. Fahduhum, sasa surati hidayah, sio? Na hidayah si uongofu, au sio? Lakini hapo fahduhum fadulluhum, waonesheni njia. Hawajui njia, waonesheni huko njia picha. فدوهم أكثر شيء كما نسمى مفسرين استخدام هداية إلى الخير، من بوي خير أصيب، لكن هذا أمنا خير يكون صراط الجحيم، نجي كنت كن موت وجهنم وجحيم. المقصود هذا استخدام بالشر، فهدوهم إلى صراط الجحيم. Kama ilivyokuwa katika baadhi ya mifano, ipo si kwamba ndio huu tu mfano. Ikiwa ukitazama nyuma kwenye aya ngapi, ile aya 12, Mwenyezi Mungu anasema nini? Bal ajibta wa yaskharun, bal nastajabu, na wao wanafanya maskhara na istihza. Ikiwa wanafanya maskhara na istihza, na sisi tutafanya babil sukhriya wal istihza, tutaambia hivyo basi, hudum waonesheni njia hidayah, basi ila siratul jahim. Sio wanafanya, wanacheza shere, wanamchezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafanya maskhara kuhusu nini? Ibadatullah, wakaendelea kufuru zao.
basi pia waongoze siasa inaongoza kwenye wao ndio umeona wako katika kuongoka, basi fahadum basi ila siratil jahim. Kwa hivyo imetumika wakati hii kama hili jambo hili fahadum ila siratil jahim kuonesha nini? Kuonesha aljaza min jinsi al-amal, alipo jaza kwa mujibu wa amali yao. Wao wamefanya maskhara na wao watafanyiwa. Na kama hivyo pia inakuja nini kama katika surati Dukhan, Abu Jahil anaambia dhuq ma hamim, maji ya moto kalmuhli yaghli fi albutun kaghali alhamim, kama shaba iliyochemshwa ile kwa moto alafu anakunywa kaghali alhamim, fanawa kama napia maji ya moto. khudhuhu fa'atiluhu ila sa'il jahim, mchukueni mvurumisheni katikati ya jahim. Thumma subu fawqa rasi min adhab alhamim, muminie juu ya kichwa chake adhabu ya moto, ya maji ya moto. Alafu anaambiwa dhuq, onja. Dhuq maana gani? onja. Si wewe innaka anta al-aziz al-hakim al-karim, wewe aziz mwenye nguvu za hali ya juu kabisa. Wache na zabani aje Mungu wenu na zabani wake, na mimi nitaletea watumwa wangu janna. Alaiha 19 semtaja, akasema zabani mimi nitapambana nao kwa watumwa wangu tu. Basi wadha angeleta falyad'u nadiyahu, aite watu wake atakaowaita, hata wakiwa na watumwa 1000 na walita. falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya, tutaita sisi hawa zabani hapo tazame chao thubutu walete, maana angeona chemtema kuni. Kwa hivyo hapa mfano wake dhuqi innaka anta al-aziz al-karim, wewe uko aziz mwenye nguvu nyingi, al-karim yani mtukufu wewe, basi onja utukufu wako. Sasa ibarat kama hizi zimetumika min babi sukhriya wastihza, kama wao wanaofanya wanalipwa kama wanaofanya wao maskhara, na wao watalipwa na kule inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, walifanya uovu na dhulma walikuwa wakicheka. Wa idha maru bihim yataghamazun, akipita konyezana wakisema wa idha rau qalu inna haulai la dhallun, zamani walipotea wale ataumini ndio walipotea. Wama ursilu alayhim hafidhin, wao wamepelekwa wahifadhi watazame wao ndio inchaji wao, yani atakaa kufuatia na kwa kama faliyawma alladhina amanu min al-kufari yadhhakun, kwa cheka. Basi leo inakuwa kinyume chake, faliyawma alladhina amanu min al-kufari yadhhakun, walaamini watacheka makufari. Ala al-araik, basi wao watakaa katika viti vyao vizuri, yanzuruna, watazama. Alafu waulize hal thuwiba al-kufaru ma kanu yafalun, je wamelipwa walikuwa wakifanya? Naam. Kwa hivyo unapoona ayat kama hizi الجزاء من جنس العمل فهدوهم, بس هدوهم hapa waongozeni katika nini? Ila siratil jahim, katika njia ya jahim. Na unapokuja ukasema hapa waqifuhum, na wasimamisheni, picha unaipata mbio kama mandhar kama hii na nini qifuhum. طيب, nani anayekalifishwa kazi ya kwamba wachukueni waongozeni kwenye jahim kwa jumla sasa? Mzani nani anayekalifishwa kazi ya kwamba yala waqifuhum, wasimamisheni ila sirati jahim, waqifuhum ila nini? waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum unaweza kusimama innahum mas'ulun. Nani anapewa kazi? Bila shaka itakayokuja fikra mbio ni kwamba ni kazi ya amri ya Mwenyezi Mungu kuwakalifisha malaika ili malaika watekeleze kazi zao, au sio? Kazi zinazofanywa huko يوم الحشر, siku hiyo يوم الفصل, hiyo siku kazi kubwa wanayofanya malaika
Kwa hivyo malaika hapo tambua fahduhum ila sirati jahim, waongozeni katika jahim, waqifuhum, na wasimamisheni, innahum mas'ulun, hakika wao watasailiwa, hawa hakika wao wataulizwa. Na hapa kama utapeleleza, yarhamukallah, kama utapeleleza hapa waqifuhum innahum mas'ulun, kutakuwa na maswala, au sivyo? Halafu utegemee jawabu. Kuna sehemu watajibu kwa sababu wanataka kujitetea watoke kwenye moto, na kuna sehemu wataposutwa ikawa hana jawabu, waseme nini? Kuna maswala watajibu, na kuna maswala mwisho inafika hadi kwamba tushachoka, tushajitetea, hakuna maana. Hapa ni katika wakati ambao hakuna jawabu. Hapa katika wakati nini? Hakuna jawabu. Waqifuhum innahum mas'ulun, wataulizwa malakum la tanasarun, vipi, mbona hivi nini iko mna nini leo? Malakum la tanasarun, hakuna mmoja anayemnusuru mwenziwe, hakuna mmoja anayemsaidia mwenziwe, hakuna kuteteana, hakuna kuombeana, hakuna kunusuriana, kila mmoja nafsi nafsi, au sivyo? malakum la tanasarun, wajibu nini? bal humul yawma mustaslimun, leo bal wao humul yawma, jawabu inatoka huko kwa Mwenyezi Mungu, bal humul yawma mustaslimun. Na iko jawabu inatoka kwa malaika pia, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Haya basi, wasimamisheni. Innahum mas'ulun, ataulizwa na malaika. Malakum watauliza, mbona basi amsemi, mbona amnusuriani, mbona amteteani leo? Shetani anaruka huko, shetani katika sura ya Ibrahim anaruka huko, misimo. Sasa si ndio kuongoza kwenye maasi? Ndio, sijaamrisha mimi nimeita tu, an da'awtuhum fastajabtum li, nimeita kanijibu. Ma kana li alaykum min sultan, sikuwa na nguvu yote wala hoja yote, nguvu ya kukulazimisheni kuja katika kufuru sijakuwa nayo. Sultani kwa nguvu ya hoja ya kukudanganyeni mpaka mkaja wenyewe kwa hiari zenu sikuwa nayo pia. La si hoja ya nguvu, njoni mkitaka msitake mniabudu mimi, muabudu masanamu, la hajalazimi. Kwa hivyo sultani ilipokuwa ni maana mbili, sultan quwa wa sultan burhan. Sultan quwa, nguvu za kukulazimisha ufanye kitu, ndio kutulazimisha, kinyima chakula, katuweka na njaa, katuadhibisha, katutia jela, katufanya hivi, lazima msujudie sanamu, na mwisho akafanya naogopa kufa. Sawa, ile sultan quwa, umemfanya yule afanye jambo kwa nini? Kwa kumkihirisha na kumlazimisha. Sawa. Sultan burhan, hebu tumia akili yako, mimi nakwambia kaza kaza kaza, wallahi mimi nawafiki kweli, basi nakuja nami kuabudu sanamu. Hapa katumia nini? Burhan. Sultan, kwa sultani ya mbili zote unamkalifisha mtu kufanya jambo, basi moja kwa nguvu na mwenyewe hataki, ya pili mwenyewe ka khiari kufanya, kwa sababu ni kaona hoja nzuri, kwa nini? Kwa matamanio yake. Kwa hivyo hapa ukitazama, unapouliza njoo nusreni, kuna maneno hamna kusema, mwanzo amejitetea na yote imefeli, hakuna kitu moja kilitusaidia. Sasa hivi malakum la tanasarun, mbona mnusuriani sasa hivi? Bal humul yawma mustaslimun, wamesazlim amri, leo wamesema hatuna ya kusema. Na hii kujibiwa kwa mwenye kuuliza, kwa sababu ya mwenye kuulizwa hana la kusema, itakuwa mfano ule, mfano limanil mulku al-yawm, ufalme wa nani leo? Kuna mtu anajibu? Watu wote baada nafkha al-ula, baada balgumu la mwanzo watauliza limanil mulku al-yawm, ufalme wa nani? Mpaka Mwenyezi Mungu ajibu lillahi al-wahidi al-qahhar. Kwa hivyo hii ni mfano ule kwamba nini hana kujibu. Lakini sasa pale wanapokuwa kusanywa, qifuhum innahum mas'ulun, pale wakati wa kuulizwa wanasema talama
Sa'ala rabbuna, Mola subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuwatauliza, innahum mas'ulun, bimaana mas'uluna muhlakun, wataangamizwa kwa sababu yule ambaye anaingia peponi la yusal, kwa rai nyingine, waman nuqisha alhisab halak. Maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nuqisha alhisab, yule atapigwa maswala makwiri katika hisabu yao, wasiwe kaangamia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hatauliza wenye kwenda peponi. Hata nilipokuja sanafruqu lakum, yani nitawacha kila kitu kwa ajili yenu tu, ayuha thaqalan, zaidi anapigwa nani? Kwa wale watu waliofanya dhulma, au sio? Waje kupigwa maswala, alafu wenyewe akili wale za motoni. Sasa basi, ikiwa suala kwa yule ambaye hataulizwa kidogo, kama tulivyosoma kule, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, au sio? Atafanya hisabu yake iwe nyepesi. Nani hawa? Hawachukua masuala ya kuulizwa moja moja kama rai nyingineo, lakini masala ya nini nasema ya kuwapa moyo kwamba tazameni kitabu chenu, kama walivyosema, lilmu'min hisabuhu, yule mu'min atapoulizwa hisabu yake, yuhasabu hisaban yasira. Hisabuhu inabainisha ala alfadl ya Allah, naona nimefanya makosa kadha 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 kadha, na nimekustirini, na leo nakupeni maghfira yangu, ingieni peponi. Inabaini fadhili wal ihsan ya Mwenyezi Mungu juu yao, la ala almunaqasha, sio kwa ajili ya kujadiliana ili nini mpaka mwisho sasa hivi shaangamia. Hii rai. Ama rai nyingine nasema hisabu nyepesi wataulizwa, lakini hisabu sio kama za wale wanaokusudiwa wale, sawfa yusalun, wataulizwa wale hisabu mpaka wenyewe hasa watachoka wenyewe, wataambia kweli tunaona motoni, akaambia ya mnastahili nini moto, haya wapelekeni faadum ila siratil jahim. Ndio kwa hivyo. Ama hawa sio kwa jamaa, ingelikuwa bil munaqasha wal akhdh bil adl, na kwamba wanapiga maswala kwa mujibu wa adilifu, basi na wao wangekuwa motoni. Kwa hivyo hisabu ya wale waliokuwa kama man utiya kitabahu biyamini, sio atapewa yamini maana yake mtu peponi, sio? Bali pia Mwenyezi Mungu asafasa hasab, lakini hisabu yao yasira nini? Maana yake kuna swala na kuna swala watu wema muulize jepesi, Allah ondoka. Swala watu waovu ndio swala hasa bimaana swali. Ama hawa bimaana nini? Kama kuonesha amefanya makosa, lakini tazama rehema zangu na fadhila zangu na maghfira yangu juu yenu, lazima kutajieni kama amefanya makosa, hata hivyo mjue rabbukum rahim, rabbukum ghafur, au sio? Rabbukum tawwab, mjue kama Mola wenu. Lakini wale wataulizwa kila kitu, yusaluna an fisqi yao, fusuq walifanya uovu wao, wataulizwa unyama wao wote walifanya, wataulizwa dhulma zao zote walizofanya, wataulizwa kufuru zao zote, fitna zao walizofanya, wataulizwa kila kitu, kila jambo walilofanya itakuja katika swala. Alafu uovu wao kwa jumla lazima umalizwe moja baada moja. Hii ndio maana sanafruqu lakum, hakuna chote ila mpaka tumalize maswala tokea A mpaka Z, kila kitu ataulizwa, amali zake zote na kila mmoja. Sasa wataulizwa vipi wote, au kila mmoja watasimama katika queue, katika line, kila mmoja asubiri zamu yake, au wote watafanya hesabu kwa pamoja? Vipi Mwenyezi Mungu atafanya hesabu? Sayyidina Ali kasema nini?
watafanya hesabu kama walivyokuwa wanavyoruzukiwa duniani. Si kila mmoja ana riziki yake, anakula kila mmoja hesabu yake. Ukenda kwenye hesabu hii na kwenda hii, kwa sababu unahakisia Mwenyezi Mungu hana malaika wa kutosha kuwafanya hesabu. Kama vile leo ni riziki, si malaika anakuletea riziki zenu, malaika anakuongozeni mambo mengi. Hum mudabbiruna al-amr, yani wanatekeleza mambo wanokalifishwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili yani kwa binadamu. Unaona mambo yako unakwenda huku mambo yako yanatengenezwa. La, wallahi tadbir min Allah. Kadhalika malaika wa peponi wanafanya kazi, wanaweza kawa, lakini sasa kila mmoja anahitajia pengine 50,000 sana kwa ajili ya hesabu tu. Allahu a'lam. Subhanaka ya Rabb, hatujui. طيب, kwa hivyo kila anayenukisha fahuwa nini halik, ataingia katika adhabu. Na wakifumi innahum mas'ulun, kama tunasema mas'ulun an kufrihim wa amalihim, na kila kitu chao, sio? Na halafu baadaye watapokiri wenyewe. Kwanza amekuja mtume, qad jana nadhir fakadhabna kulla ma nazala min shay. Halafu mwisho sema law kunna na'lam, law kunna na'lam au na'qil ma kunna fi ashab sa'id. Wanakiri wenyewe, au kama vile kusoma leo Zumar, qalu bala walakin haqqat kalimatu al-adhabi ala al-kafirin. Mش thibiti neno la adhabu kwa makafiri, na sisi ndio makafiri wenyewe, na sisi ndio watasema wenyewe, watasema siku hiyo. Naam, ikisha baadaye haya inasema nini? Malakum la tanasurun bal hum al-yawma mustaslimun. Mbona leo hamkai mkasaidiana mkanusuriana, kila mmoja kamsaidia mwenziwe? Bal hum al-yawma, lakini leo al-yawma mustaslimuna, na salim amri. Hapa kusema kitu chenye muhimu tutaka kusema pale wanapokabiliana wenyewe kwa wenyewe. Wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, watakabiliana wao kwa wao kuulizana. Wataulizana nini? Wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, wanaulizana nini? Katika sura Ibrahim ipo na sura nyinginezo wanataja yale ambayo watakayojadiliana kwa wale waliopoteza wenzao, adhuafa walladhina istakbaru, au sio? Yatakuwa masuala mengi. Na ukitazama aya ngapi ya 28, sasa qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. إن شاء الله كيف تريزيها مجادليان هاي يعني واضح صريح، لكن حتى يبقى تثبيتاتنا. فهو كيف تتنزع 27 إن شاء الله بإذن الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا والله أعلم.